Lord, please hear my heart's cry. I'm desperately waiting to be where you are. I want the hottest desert. I'm traveling over. Lord, if I My favor in your sight. Lord, please hear my heart's cry. I'm desperately waiting to be where you are. Across Across the hottest desert, traveling on fire. Lord, if I find favor in your sight. Lord, please hear my heart's cry. I'm desperately waiting to be where you are. Across the hottest desert, I'm traveling on fire. For your glory, I will do anything just to see you, to behold you as my King. For your glory, I will do anything just to see you, to behold you as my King. For your
Lift up our hands and voice for worship. Let us lift up our voices to God. Let us lift up our voices to God. Masata la babasika la balanda. Rosotoria la bazika la balanda. Shata la bazika la balanda la baza. Osaderia la balanda la bazika. You have done us well. Masata la bazika la balanda la baza. Rapalanda la bazika la balanda la baza. Shalabala bala 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 bala. Ila balanda la bazika la balanda. We magnify your holy name. We magnify your holy name. Ala bazika la balanda. Give you glory, Lord. Alpha and Omega, the beginning and the end. Our lives belong to you. Worthy of the glory, to you our lives we raise. Our lives belong to you. Alpha and Omega, the beginning and the end. Our lives belong to you. Worthy of the glory, to you our lives we raise. Our lives belong to you. We give to you. We give to you. To you all the worship. For worthy of the glory, to you our lives we raise. Our lives belong to you. Say Alpha, Alpha and Omega, the beginning and the end. Our lives belongs to you. Come on, help me say worthy, worthy of the glory, to you and best we raise. Our lives belongs to you. We give to you. We give to you. To you all the worship. All our love belongs to you. Hallelujah. 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 We
sincere worship today. We magnify your holy name. There is no other God besides you, for there can be no other apart from you. Our hearts are ready to hear from you, Lord. Speak, thy servants are ready to hear from you. Be magnified, O Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. We were speaking last Wednesday on the mystery of speaking in tongues. Vitu vya Mungu vyote viko na siri. Vitu vya Mungu vyote viko na siri. And those that know the secrets of God enjoy the benefits of those secrets. Now we were talking about spirit, the mystery of speaking in tongues. How you can engage tongues in your prayer for depth. Tukazungumza kuhusu kwanza 1 Corinthians 14:14 says, I will pray with my spirit and I will pray with my understanding also. Verse 14 anasema, because when I pray with my spirit prays, but my understanding is unfruitful. Na anasema, what then can we do? I will pray with my spirit and I will pray with my understanding also. Because nilikwambia kuna mahali katika maombi ambako mtu anapitia hali ambaye haelewi msingi wake. You go through a situation in your life and you don't know the source of the problem. Sijui kama mwahi kufika mahali you don't even know what is wrong with you. Kuna wakati a whole king Jehoshaphat in 2 Chronicles chapter 20 from verse 1 walikuwa encompassed with an army. Armies zilikusanyika against Jehoshaphat. Na Jehoshaphat appears before the Lord in prayers. Na anaambia God, concerning this matter, we don't even know what to do. I don't know if you have ever been engrossed in a situation of which, in the same situation, you even don't know what to do. And there comes a time when you need to pray beyond what you know. There comes a time you pray, unahitaji kuomba zaidi ya fahamu yako. Na sasa hapo ndio prayer ya tongues inaingilia. Na tukaongea kuhusu mambo ya praying in tongues. Tukasema ya kwamba tongues ni gift. Inaweza kupeanwa na Holy Ghost. Inapeanwa na Holy Ghost. In 1 Corinthians chapter 14 verse 1 inasema desire with eagerness, follow after charity or follow after love, desire with eagerness that the spiritual gifts. So gifts za Mungu zinakuwa unastahili kudesire. Na tuka-explain sana mwanzoni ya kwamba tongues ni one of the signs ya kujazwa na Roho Mtakatifu. Na nakumbuka nikianza kuongea kuhusu the first two types of tongues. Tulikuwa tumezungumza kuhusu the tongue ambayo inaitwa tongue of men or another tongue. Bible inasema kwa Acts chapter 2 ya kwamba watu walipojazwa na Roho, they began to speak in another tongue or in other tongues. Na Bible inasema vizuri, inataja zile tribes waliongea kwazo kwa lugha yao. Anasema mpaka Arabia, mpaka inaitwa nini? Bible inasema they spoke in almost 14 kind of languages zenye zilikuwa zina exist kwa area. Na nikakueleza ya kwamba mtu anaweza kuspeak in tongues in an existing language. Somebody can speak in tongues in an existing language. Na kuanzia verse number 8 nasema how verse 7 nasema, and they were all amazed and marveled, saying one to another, behold, are not these which speak Galileans? How then we are every man in our own tongue wherewith we were born. Mbona wanaongea lugha? How is it that they are speaking in our native language? Na Bible nasema wali speak in Parthians, in Medes, they speak in Alamite, they speak in the dwellers of Mesopotamia, they spoke in Judea and in Cappadocia and in the tribes, Asia. While speaking all these tribes, they were speaking in the Holy Ghost in their minds, but what waliyekuwa around were amazed to hear them speaking in their indigenous language. Lugha hawajawahi jifunza. Na nikakuexplainia vizuri kulingana na Genesis chapter 11
ya kwamba hata hizi lugha tunazoongea leo tunaita our tribes ama our languages, hizi languages zilipeanwa one day na Mungu. Watu waliamuka asubuhi waongee lugha zao, wakamalizia jioni wakiongea lugha. It was given. So that God that gives utterance can continue giving utterance even today. God anaweza kupatia lugha. I know of preachers that have gone to nations ambaye hakuna mtu anajua lugha yao, lakini baada ya kusimama kwa madhabahu, God opens their tongue and they begin to speak kwa lugha ambayo ina exist kwa hiyo area. Sometimes God for special reasons anaweza kuwafanya wanadamu waongee lugha hawajafundishwa na mtu. Amen. Namba 2 tukasema vizuri ya kwamba kuna kitu inaitwa tongues of angels, lugha ya malaika. First Corinthians chapter 13 verse 1 inasema, though I speak in the tongues of men and in the tongues of angels, if I don't have love, then ni kitu bure. Kumaanisha hizi tongues zote zina revolve on the wheels of love. Na ndio Bible inasema ukitaka kupokea vipawa vya roho, inasema pursue charity, ingine inasema pursue love. Chapter 14 verse 1, pursue love and then pursue gifts. Kuna watu wengi sana wanataka kutembea kwa vipawa vya Roho Mtakatifu, lakini hawapendi kupenda watu. Bible inasema you pursue love, and I pray beginning from today that you be able to pursue love in the name of Jesus. Our apologies because there was power shortage. So in case you saw dark, that's not our standard. We believe in proper visibility, and there was a problem with our steamer. God bless you for your understanding. Praise the name of the Lord. Amen. So it is about pursue love. Pursue. You have to pursue love. You know, for example, we men of God, unajua kuhudumia watu wanakuambia wako na shida zao na unasikiza, na wewe si Mungu, inaitisha tu uwe na umungu wa aina fulani. Na umungu, Bible inasema God is love. God is love. You cannot pray for an area. You cannot pray for a nation. You cannot pray for a people. Even you cannot pray for yourself without love. That's why Bible inasema pursue love. So Bible inasema you speak in the tongue of angels and tongue of men without love. Hiyo ni kitu bure. So Bible na acknowledge ya kwamba kuna tongue of angels. Na nikakufunza vizuri kwa Revelation chapter 5 verse 8 ya kwamba it is angels that come for prayers ya saints. Wakati tunaomba kwa church, wale uchukua maombi wana present kwa throne ni angels. Angels yo uchukua delivery za maombi wanazipeleka heaven. So everybody that prays today, at least anastahili kujua maombi inabebwaga na nini. Because sikio la Mungu liko hapa, linasikia tayari kusikia maombi yetu. So wakati tunapoomba, it is the angels of God ndio wanabeba maombi, wanaipeleka mbele za Mungu kama uvumba. Na Psalms 103 verse 20, Bible inasema angels wako diligent kuhearken to the voice of the word of God. So every time you begin to speak in tongues, you speak giving. Sometimes we speak scriptures in tongues. Sometimes we speak the word of God in tongues. And angels are able to pick that word and actualize it. That's why nimewahi kusikia mtu akisema man of God, imagine mimi sijaiombea kuoa, lakini nilipata mke mnyenyekevu. Saa nyingine uliombea kuoa lakini uliomba kwa lugha ya ndimi. Kuna wakati watu wameomba kwa ndimi na wakapata plot. Alafu anasema imagine Mungu alinijibu na plot bila mimi kuomba. Unawezekana uliingia katika lugha na you began to commission angels. Na tukasoma andiko, an example kwa Genesis chapter 12 ya kanisa lililokuwa likiombea Petro, na malaika akaingia jela kumkomboa Petro. They were praying, na walipoambiwa ule mtu mnaombea anaitwa Petro yuko kwa gate, wakasema wacha mchezo, you are joking, maybe it is Peter's angel. Na nika explain how angels look like us. Angels look like us. Na sometimes angels have appeared wakati watu wana shout usiku kwa nduru, wanapiga nduru, an angel appears in the form of your pastor. Na unasema nilikuwa nimeota mbaya but I saw my pastor.
It is not your pastor, it is the angel of the Lord that appeared. Na because angetokea na sura yenye hujui, ungestuka sana. Anavaa sura ile unajua. So hao walisema quickly, labda ni malaika wa Petro. So najaribu kusema nini? Ya kwamba angels ndio wanabeba prayers. Na nikasema vizuri ya kwamba angels ndio walipewa task ya kuminister to heirs of salvation. Bradi umeokoka, there is an angel appointed to take care of your life. Amen. There is an angel appointed to take care of your life. As long as you are anointed, mradi umekuwa anointed of the Lord, then you should know you are born again. There is an angel anointed, appointed for you. Na Bible inasema kwa Psalms 91 verse 11, ya kwamba our angels, they will take charge of you. Bible inasema watakuchunga ili usigonge mguu wako kwenye mwamba. So for now, ningependa kuenda kwa another dimension of tongues. So we know there is a tongue of angels. We know there is a tongue of men. So, or another tongue, or other tongue. Now, verse number, very important number 3. There is a tongue we call the tongue of fire. Ndimi ya moto. Now, Acts chapter 2. I want us to revisit these scriptures with you. Acts chapter 2 verse number 3. Wacha nianzie verse 1. And when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. And suddenly there was a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled the house where they were sitting. So the power, the Holy Ghost filled the room. Ruach, the Spirit of God, the wind of God, filled the whole room where they were praying. But look at verse 3. Inasema, there appeared unto them cloven tongues as of fire. Cloven tongues as of fire. So every time the Holy Ghost, what wanaomba in the Holy Ghost, one thing that people will see is a tongue of fire hanging over everyone. Now, how many of you know that our God is a consuming fire? And every time we invoke God, you can never invoke God kwa hali na kukose expression of fire. Wakati wowote una invoke Mungu, unamuita Mungu katika hali, yeye ushuka kwa moto. Yeye ushuka kwa moto. So kuna ndimi kwa department za rohoni, ambaye ikishuka, mkianza kuongea hizo ndimi, kama mko kwa kanisa na kuna devil agents or demonic agents, utasikia wakisema, wewe unatuchoma. You are burning us. Because the fire of God begins to come upon God's people. Now, wakati mwingine tunaomba kwa nyumba, unaomba, then unafika mahali unasikia, if ulikuwa unapigana na madhabahu yenye iko mashambani, unajisikia in the spirit as if you are already in the village. Na unasikia hata baada ya kuomba, watu wanakuambia hii maombi kuna msichana kwa boma yenu anaomba. Unasikia waganga wa area wameanza kusema, iko dada kwa hii boma anatusumbua, iko ndugu kwa hii boma anatusumbua. Na wewe hujajua ni kwa nini? Wewe hujajua ni kwa nini unasumbua? Because every time you speak in tongues, not every time you speak in tongues you speak to God or speak to angels. There are times you emit fire in your tongues. And the Bible nasema kwa Psalms 103, Psalms 104, Psalms. Oh my God. May the Lord baptize you in the fire today. In the name of Jesus. Psalms chapter 104. Psalms chapter number 104. I need you more than yesterday. 104 verse 4. Inasema, who makes his angel spirits and his ministers flaming fire. So the God we serve maketh angels spirits and his ministers a flaming of fire, or the flames of fire. Hebrews says the same. Hebrews chapter number
Hebrews chapter number 1 verse number 7. Waibrania mlango wa kwanza. And of the angel he said, who makes his angels spirits and his ministers a flame of fire. So there is a time you enter into prayer and then God changes you into a flame of fire. There is a time you pray. Now, Obadiah chapter 1 verse 18, inasema, upon Mount Zion shall be deliverance. Upon Mount Zion shall be deliverance. And the sons of Jacob shall possess their possession. Upon Mount Zion shall be deliverance. And the sons of Jacob shall possess their possession. Anasema, then they shall become a fire. My God, may the Lord make you a fire. Amen. In your generation, in the name of Jesus. Amen. Anasema, upon Mount Zion there shall, verse 17, upon Mount Zion shall be deliverance, and there shall be holiness, and the house of Jacob shall possess their possession. Now, how do you possess your possession? The house of Jacob shall be a fire. So the only thing that the devil fears is fire. Kile kitu shetani anaogopa ni moto. Na ni moto ndiye ameahidiwa dakika ya mwisho. So God sometimes sets our lives on fire. I like a certain lady, I remember, that Lord set my life on fire. You need to be on fire or you be fired. You need to be on fire or you be hired of the devil. Na ndio Bible nasema, afadhali mungekuwa moto ama muwe baridi. Because katika ulimwengu wa roho kuna watu wanaitwa lukewarms. Ni kumaanisha hawajakubali kukua moto. Na Bible God ana advise, afadhali either mpoe ama mkue moto mara moja. Maana wale wenye si moto na si baridi nitawatapika. Wewe utatapikwa. The Lord shall make you a flame of fire. Amen. I came to tell you something. Ya kwamba mahali popote kuna moto, moto inajua kujiadvertise. Moto ni kidogo, lakini hata ukiwasha mshumaa, uweke nje usiku, utaona wadudu wametoka forest, kukuja kule kuna moto. Maana moto inajua kujiadvertise. Siku ya leo nataka kusema, you are a city upon a hill. You shall not be hidden. Kuanzia leo, that spirit that hides your people, as you rabakoso torina kanai, as you speak in tongues, may the Lord make you a flame of fire. I say, may the Lord make you a flame of fire. I say, may the Lord make you a flame of fire. I say, may the Lord make you a flame of fire. Na hakuna vile unaweza generate energy without burning. Anybody that wants to generate power, power comes from turbines. Even in the spirit, you must become a turbine. You must begin to generate fire of the Holy Ghost. Kuanzia leo, I declare over your life, ya kwamba you shall become a spiritual turbine. Your people shall come near you because of your fire. They shall come near you because of your warmth. You shall become, unaona hata ndoa. Ndoa ikikosa joto inakufa. Wale mumewahi fuga kuku, kuku wakilalia mayai, purpose ya kulalia mayai ni kuipea joto. Wale mko na biashara, kenye kinafanya biashara ikue, ukilalia hiyo biashara itakana joto yenye iko ndani yako ianguke juu ya biashara. Ndio maana Hagai anasema ya kwamba watu watavalia nguo za joto, wakidharau madhabahu, watavalia nguo za joto lakini hawatakuwa na joto. Maana joto ni kitu cha mbinguni. Kuanzia leo nasema wewe utakuwa tu na joto, utakuwa moto. Do you know hata wendazimu, hakuna mwendazimu huwa unampata analala kwa moto. Wendazimu huwa wanalala kwa majivu. Wanangojaga moto izime ndio. Imagine even a mad demon. A mad demon cannot be too mad to an extent of sleeping on a fire. Because the expression of fire is fire. The definition of fire is fire. May the Lord set your life on fire. Amen.
in the name of Jesus. I say, may the Lord set your life on fire. Nasema, may the Lord set your life on fire. I say, may the Lord set your life on fire. Somebody has say amen. Simnakumbuka Elijah wakati alikuwa confronted na prophets of Jezebel 450, ndio aweze kusettle the matter. Alisema twende Mount Carmel, na tukifika kwa hii mlima, let the one that answer, God that answer by fire, let that be God over Israel. Thank God our God is able to answer by fire. Siku ya leo natangaza, every enchantment, every magical charm, every altar of witchcraft they set against your generation, as you boil in the fire of God, may it be terminated today. May it be destroyed today. That's why watu wengi wakati wanajazwa Roho Mtakatifu wanakuwa watu wenye si wa kawaida, because the fire of God enters human beings. Na hii tabia ya moto ya Mungu, na Biblia inasema inaitwa consuming fire. That's why Roho wa Mungu akikuingia, moto wa Roho inakula cancer, moto wa Roho inaweza kula diabetes, moto wa Roho inaweza kutoa roho ya umaskini. Na leo natangaza juu ya maisha yako, because hata demons haziwezi kaa mahali comfortably mahali kuna moto. Kuanzia leo you shall be on fire. I say you shall be on fire. I say you shall be on fire. You know, because my Father, set my life on fire. Shout it louder. My Father, hey, set my life on go fire. again. My Father, set my life on fire. Najini mnajua kama kuna kitu inafanya shetani avamie kanisa, avamiangi kanisa, anavamiangi kanisa iko na moto. Shetani huwa avamii kanisa, anavamianga ile iko na moto. Shetani avamiangi washirika, anavamianga washirika wa moto. Yeye kazi yake ni hiyo. He is the enemy of fire. Na ukisoma Bible inasema wakati God anaongea kuhusu ku raise an army kwa Joel chapter 2, because 28 ndio mara nyingi watu nasoma ya afterwards I will pour out my spirit on every flesh. But verse 3 inasema ile jeshi anainua. Wacha nisome verse 2. A day of darkness and gloominess, a day of cloud and thick darkness, as the morning spreads upon the mountain, a great people and strong. These ones are the people God is raising. A great people and a strong people, therefore has not been over the like. Watu ambaye hawajai kuwa kama hawa, neither shall there be any more of it, even to the ears of many generations. Verse 3 nasema, which kind of people? A fire devoureth before them, and behind them a flame burneth, and the land is as a garden of Eden before them, and behind them a desolate wilderness, and nothing shall escape them. That is the army that the Lord is raising. I'm saying that army, a fire devoureth before them. Kwanzia I declare over your life, may the Lord God of heaven go before you. May he make the crooked way straight. May he cut asunder the bars of iron. May he every gate shut for you. By a fire that devours shall go before you. Kwanzia I declare a fire that devours shall go before you. Na wakati unaomba ni mzuri sana kuomba mpaka ufike kwa dimension where you are now set ablaze. Umewekwa, umetiwa moto. Na that's why unaona kuna level ya maombi ukianza kuomba, unaanza kuona hata kichwa imeanza kutoa smoke, because mtu ana generate heat. Kwanzia leo natangaza juu ya maisha yako ya kwamba as you speak, your word shall become a fire. I say your word shall become a fire. It shall destroy the works of the enemy. Itaharibu kazi ya shetani. Nasema magonjwa yaharibiwe, kansa iharibiwe, sukari iharibiwe, umaskini uharibiwe. Bwana asababishe maneno yenu yakitoka yatoke na moto. Are you ready for 1 minute? Can you burst into tongues for 1 minute?
Parosotoria, Zande Makadosha, Katelia Labazia, Rabo Sotoria Handa, Rabazika Labalanda, Zeta Rakosodea, Maselia Labazanda Labazia, Mareta Libakando Riarabai, Yes Sateria Labai, Riparanda Labazika. Oh Yadakandea. Lord, we release your fire. Lord, we release your fire over the land of Kenya. In this land, oh God, we shall not bury people, because Lord, this is not a burial ground. We declare Rabos Adianahai, Shande Ribakanda Labazia. Simulisikia corona inaogopa heat. Release the heat of God in your life. Simulisikia inaogopa temperature. You can let your temperature go up. Parodi kazina handa. Sate libalanda Labazia. Kumbe hata magonjwa yanaogopa dimension ya moto. Siku ya leo ninaomba kama vile Shadrach, Meshach na Abednego walipoingia ndani ya moto na the fourth man akaonekana. Sasa hivi natangaza kwa maisha yenu, as you pray, may the fourth man appear. Motori kezida talika labazai teribasonda raba. I declare and decree, let your marriage be on fire. Na mimi nakwambia ndoa ikipoa ndio mtu anaanza kukimbishana na simu ya mzee wake. Ndoa ikipoa ndio mtu anaanza kujiuliza nini imeendelea kwangu. Ndoa ikipoa na yako haitapoa katika jina la Yesu. Amen. Ninasema biashara ikipoa unaanza kuona mahali sasa kuna duka na ni kama hakuna. Because fire iko na kitu inaitwa calling effect. Ukiset on fire on the forest, within a short time to discover all the animals zitapeana signal there is fire in the forest. Now that's why watu wangepotea zamani kwa forest. One of the thing ilikuwa inawasaidia kufanya wakwe located ni kuset fire. Wanaweka moto, because moto inaweza kukufanya ukwe located. Nimekuja kuongea na watu ambaye mumedharauliwa sana. Ni kama amuko, it's as if you are not alive. Ask God to set your life on fire. I am telling you, fire has got a calling effect. Fire has got what? A calling effect. Fire has got a consuming effect. That's why nionyeshe more. Unasikia hata hii ugonjwa inasemekana kuna temperatures yenye hii ugonjwa ya corona iwezi operate nani. Kumaanisha hata hii ugonjwa inajua kuna joto ikifika level fulani we cannot stay, we cannot remain. Ni microorganism, but they cannot ignore fire. Siku leo nataka kusema hivi, everything that is not of God in your life, as a fire of God enters you, may it be consumed. Amen. In the mighty name of Jesus. Now you know this, that fire has got a lighting effect. That's why na unaona ukiset fire, sijui kama zamani ukiwa mdogo ulikuwa una discover, ukiset moto tulikuwa tunatamani tu kuangalia kwanza ikiwaka ile iko na ka bluish, iko na whitish, iko na red, iko na sijui orange, iko yani fire is beautiful. Show me anybody that has the fire of God. I will show you people that watu wataishi wakiadmire, because they have got a certain beauty that is not made of makeups. There is a certain beauty. Do you know fire is very beautiful? Madhara yake tu ndio dangerous. But moto ukiwasha gas, jioni unaonaga ka blue. Yenye watu watamani sijui nipate nguo kala hiyo ya blue ya moto. Because there is a blue. There is a beauty in fire. Na moto iko na levels kadhaa. Kuna moto ya kwanza, kuna ile moto yenye ukiset hivi na wakaga orange. Na hiyo moto kuna ile ya kwanza na kwa blue. The bluish fire is not very hot, because ukiwasha hata inaitwa nini? Methylated spirit. Ukiweka ile spirit kwa kiraka uwashe, hii ndio moto unaona mtu anaiguzisha kwa mwili na imchomi, because hiyo moto ni friendly. Na kuna Wakristo, kuna mapepo inaishiki imezunguka maisha yenu because mnawakaga blue fire. Unaona mpaka pepo inakuja inakutest. Unaongea in tongues na bayande rika ndio inakunyonga kabisa, because unawaka ndio lakini blue fire. Blue fire haichomi.
Ndio unaona watu wanawasha, sijui kama unaona wale watu wa acrobat wa zamani walikuwa wanatuletea acrobat ya bandia kwa shule, wanawasha moto kwa kiraka, alafu anaingisha kwa mdomo, anaingisha huku, unashangaa hii moto mbona haimchomi? Au ukiangalia hiyo moto ni ya blue. Moto ya blue haichomi sana. Ukipitisha kwa mwili labda ichome manyoya ya mwili. Lakini kuna moto ya yellow. Moto ya yellow ndio mara nyingi mnapika naye, haichomangi sufuria. Inapika tu. Iko friendly, hata mnatumia nyumbani. Hiyo moto mara nyingi wanadamu wamekaa naye. Lakini ukienda mahali wanachombelea vitu, pia kuna moto ingine inawaka white. Na hiyo moto ukielekeza kwa chuma inatoboa. Ni moto, lakini sasa hii moto imepanda temperature kwa kiwango fulani. Na ndio mara nyingi hii moto hutumika kukata chuma. So ni kumaanisha ndio uweze kuvunja family limitations. Uweze kuvunja prison, kama wakati malaika walishuka kwa jela wakakuta Petro ndani. Waliposhuka Biblia inasema chains kwa mikono ya Peter ilianguka chini. Haikufunguliwa. The fire in that place melted the chains of prison. I don't know who I'm talking to now, but there is a dimension of fire that you come in contact with that has no limitation, because it ignores limitation. Ukielekeza kwa mlango ya chuma inakata chuma. Na ndio wale watu wanajenga vitu vya vyuma huwa wanaweza kukata vyuma na hizo moto. Wanaweza kuchomelea. Ukiweka kwa white fire, uweke sufuria jua tunapika chakula, sufuria itaiva. Because hiyo si ya kupika. Hiyo ni ya kumelt hard things. Na leo nimekuja ku-release moto ambaye si ya kupika, ni ya kumelt hard things. Moto ya kumelt gold. Moto ya kumelt diamond. Zenye zinahitaji high temperature. Sufuria inahitaji 100 degrees. Hata ikichemsha maji ni 100 degrees. Lakini kuna ingine ukielekeza kwa maji maji acha kukua tu vapor. Unaweza kwenda kuiona because the kind of fire it is emitting. That's why nimetaka kusema hivi. Na ukiona wale watu wanaunda bombs na nini, unaona saa ingine kilipuka inalipuka mpaka ndani ya maji. There is an energy in that thing. Energy. That's why kuna watu katikati yetu kuanzia leo, every barrier of your family shall be surprised. Because a kind of fire that is going to emanate from you is not blue fire. It's not yellow fire. It's not even red fire. It's a whitish kind of fire. The high degree fire. The fire that ignores limitation. Receive the fire of the Holy Ghost. I say receive the fire of the Holy Spirit. Now I'm saying the fire that doesn't know limitation. Kwa hivyo hata ukiingia kwa maombi, iko level ya maombi ambayo ukiingia unasikia adui wamesema achana na yeye aende. Let him go. The kind of fire. I'm telling you kuanzia leo, no demon shall handle you like that. Amen. He makes his ministers flames of fire. Ningependa kama uko na mtu kwa nyumba leo, umugeukie muulize, what category of fire are you? If every minister is a flame of fire, what category of fire? Kuanzia leo nataka ushift levels. Lord, I don't just want to be blue fire. Yenye mpaka watoto wanachezea. Sijui kama umeona moto ya mshumaa. Moto ya mshumaa naona kuna watu wakitaka kuzima mshumaa wanaishika inazima. Don't joke with ile ya kastove fulani. Kuna kastove kanawekwa pressure kakuchoma chuma. Kuna level kanawekwa pressure kakitoa moto, enda shika hapo. Kidole itatoboka. Because hata haitachoma itatoboa. Because hiyo na ndio mara nyingi wewe utumia hiyo kaka stove, because wakikuja wanaelekeza hivi kofuli inapeana njia. Inajua kudeal na obstacles. Na so inatangaza juu ya maisha yako kuanzia leo. You will not just have a blue fire, yellow fire. I declare over your life
receive the white fire. Amen. Ukifika hapa kama wewe ni man of God, sasa wanaanza kukuletea hard things, hard nuts to crack, vitu ambavyo wahubiri wengine wameshindwa. Ukifika hapa kama wewe ni mtu wa jamii, sasa unaanza kuletewa, unakuwa sasa consultant. Na mimi nataka declare over your life, kuanzia leo spiritually, you shall become a consultant. Amen. I say they shall come to you for consultation. Amen. Because you will melt every limitation of your generation. Amen. Are you ready to go in tongues again? Amen. Are you ready to go in tongues again? Yes. Lift up your voices to Rakosia. Peta Rabade Zina. Lord, no judges the Boseria. Not just fire. Make me the white fire. The fire that ignores limitation, oh God. Matori Bakazeria. Talabo Rikazina Handa. Tareke Zita Rabarosia. Balakosatina Bahanda. Sharabaranda. Laporika Zita Rabalanda. Leta Rabazika Rabalanda. I will not just be red hot. I will be white hot. I will go beyond the red. In the name of Jesus. Lord, somebody is becoming a touch knot. As I speak now, make somebody a touch knot. 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 Somebody under the voice, the sound of my voice. Lord, I declare, if the anointing makes somebody a touch knot, Lord, make somebody by anointing a touch knot. There is a level of fire you access. Wachawi wanakugusa, they regret. They mention your name, they suffer for it. There is a level of fire you contract. You enter into ministry, you become unstoppable. You enter business, you become unstoppable. That's why Bible inasema na moto wa madhabahu usiwachwe uzime. Because, wacha nisome andiko. Every church needs to know what brings people into it is not a good sermon. Is fire. Na Bible inasema nini wakati wa Eli? 1 Samuel chapter 3 verse number 3. Inasema the lamp of God went out in the temple of the Lord where the ark of the Lord was. Bible ina refer that wakati wa Eli, before Eli aone mtoto yake firstborn, inaitwa nani? Othni and Phinehas dying in one day, na mtoto mwingine inaitwa nani? In-law akijifungua Ichabod. The first thing that the devil made sure has happened, kabla church ijaanza kuzalisha Ichabod, alihakikisha the fire is no longer there on the altar. Bible inasema vizuri ya kwamba, and went where the ark of the Lord was, the lamp of God went out in the temple of the Lord. Kuanzia leo nataka kusema taa yako haitazima. What is it that makes famous? Wacha tusome Job. Job chapter 29. Wale mnataka kuwa famous, mnataka kuenda juu mjulikane, kitambulisho ili watu waweze kukujua. Bible inasema nini kwa Job chapter 29? Verse 3. Again verse 3. Job anasema, wacha nisome verse 1, verse 2. Oh, that I were as in the months past, in the days when God preserved me. How did God preserve Job? Verse 3. Inasema, when his candle shined upon my head, and when by his light I walked through the darkness. So Job ana reveal what made God how did God preserve Job? God decided to put his candle over the head of Job. Na kuanzia hapo ukisoma hapo mbele, Job anasema niliongea, wakuu wakanyamaza. Kile kinaweza fanya mtu aongee watu wanyamaze is a degree of fire. Amen. Is a degree of light. Na ndio unaona David wakati yenye alienda akataka kuuawa na Eshbinobu the giant, wakati walimuokoa na Abishai, the next battle waliambia David nini? You will not go to battle with us.
Why? Because wewe taa yako ni ya Israeli, lakini yetu ni ya jamii zetu. Kwa hivyo kitu kinafanya, oh God, I wish I'm talking to you. Kitu kinafanya mtu anakuwa a generational monument is a fire of God, is a light of God. Na kwa jamii ya Jacob jamii yake alikuwa na stars 11. Wenye Joseph alisema nimeona mwezi nyota 11 zikininamia na jua na mwezi. All these are elements ambazo zinatumia light na ziko na energy, mwezi na nyota. Lakini baba ya Jacob alishangaa, huyu mtoto wangu anamaanisha hata mimi jua. Kumaanisha Jacob kile kilifanya akakuwa famous. Jacob alikuwa na amount of heat ambaye spiritually inalinganishwa na jua, na bibi yake inalinganishwa na mwezi. Maana pia ukiwa na anointing yenye inalinganishwa na jua alafu bibi ana, na kueleza huyo bibi dunia atahangaika, atapiga wanawake wote, because mtu mwenye bwana yake ana kiwango cha nuru ya kiwango cha jua anastahili kuwa na mke ana nuru ya kiwango cha mwezi. Na mimi nakutangazia katika jina la Yesu, kuanzia leo the kind of fire you receive is the Joseph kind of fire. Has gone beyond the stars and the sun, has gone beyond the moon. Kwa hivyo kenye kinaweza fanya watu wakukimbilie for help is the amount of heat that is upon your life. So Job amesema taa ya Mungu iling'aa kwa kichwa chake. Wakati wa Eli inasemekana taa ya nyumba ya Mungu ilizima, kumaanisha taa inaanza kuzima. Na ndio maana Yesu alipeana parable ya virgins. Mnakumbuka virgins? Wanasema walikuwa na taa na walikuwa na mafuta, lakini wengine wajinga hawakubeba mafuta ya kutosha, na wengine walikuwa na mafuta lakini walala. Natangaza kwa maisha yako ya kwamba hautalala. May your fire continue burning. The fire on your altar. I say the fire on your altar. It is this fire that makes people famous. So ukikuta mhubiri mahali watu wana travel kwa another nation kumuona, is the amount of energy, is the amount of fire. Kuanzia leo nataka kusema hivi, Bible inasema nani katikati yenu anawasha taa na anaificha chini ya kitanda? Kumaanisha taa si za kufichwa chini, ni za kuwekwa juu zing'ae. Kuanzia leo hautafichika tena. Ukiona wanakuficha hauna nuru, ukiona wanakuficha hauna taa. Hey, we are the light of the world. I don't know who I'm talking to here. May your light shine before men, that they may come to you. Today I declare over your life, may the light of God begin to shine over you. May the light of God begin to shine over you. Are you ready to speak in tongues? Go ahead and pray. Kadosia, separakonderia, leparika saderia. Bwana nimekataa kukua ignored. Ayarebo salahanda, reparika zedia na maana. Wewe utadharauliwa tena. Taa yako ing'ae. Watu wamekuficha muda mrefu. Kuanzia leo taa yako ing'ae. Taa yako ing'ae. Umeonekana duni muda mrefu. Taa yako ing'ae. Katika jina la Yesu. Set your life on fire. Set your life on fire. Go ahead and pray. Tell God I'm ready for the fire. John the Baptist anasema ya kwamba yule anakuja jina lake Yesu atawabatiza with the Holy Ghost and with the fire. He will baptize you with the fire. The reason Jesus came is so that you may contract fire. Receive fire in the name of fire in your bedrooms. Fire as you have children. Your generation shall become a generation of fire. Labazenda labasia. Na kuanzia leo natangaza, you will not contract strange fire. Maana pia kuna watu wana mioto. Kukuwa na mioto ni mbaya. Ni kukuwa na imitations za vitu za Mungu. Na watu wengi sana wameoperate kwa imitations. Ukiona huyo mhubiri anapiga nduru, unapiga nduru. Kuanzia leo nimekukataza. We access your fire. Set your own life on fire. Mhubiri mmoja alikuwa na gather watu wengi sana.
aliulizwa secret ya mikutano yake, why are people coming in hundreds of thousands? Alisema it's very simple. I set my life on fire, they come and watch me burning. That's the only secret. I set my life on fire. Nobody can ignore a burning man. You have to burn for God. Na naomba katika msimu huu, kama kuna kitu haitazima katika madhabahu yako ya rohoni, katika madhabahu yako ya nyumba, ni moto wa Bwana. Moto wako hautazima. Nataka uinue mikono dakika moja. Mwambie Lord, set my life on fire. Labazika teria laba. Masata labazika labalanda. Hao wako abadani wainue sauti yao. Isa deda. Niko na watu wachache hapa wa kunisaidia katika kuabudu. Na kwa sababu moto iko hapa, inueni sauti yenu. Lift up your voice. Sale kadeli alaba. All the world is waiting for the manifestation of the children of God. Today I declare a child of fire is fire. May God make you a fire. Kalabasi kalabala. So Hebrews chapter number 1 verse 7 inasema he makes his ministers fire. Kuanzia leo, I want you to purpose in your heart that you will not minister without fire. You will not minister without fire. That's why mtu mwenye moto ni mtu warm. Watu wanafurahia kuhang around you. Na Biblia inasema he makes his ministers fire and his angels spirits. Leo nasema Mungu akufanye uwe wa moto. May you become a generation of signs and wonders. In the name of Jesus. As I speak now, there are people getting healed. In the name of Jesus. May this anointing heal you. Heal you right now. I'm talking to you that is on your bed now, watching me via your phone. May the Lord heal you. In the name of Jesus Christ. I'm talking to you that is wondering what is going to become of you. Leo Mungu akuinue. Akufanye kuruzi kia moto. Akufanye mwenge wa moto. Akufanye kitu chenye kitatumika kumulikia kizazi chenu. Katika jina la Yesu Kristo. Hicho kizazi chetu hakitakufia kwa giza. Maana Bwana Mungu ambaye tutatumikia anakufanya moto. Katika jina la Yesu Kristo. Receive the anointing in the mighty name of Jesus. Lakoshe katarabasia. Wakupewa sifa na utukufu na heshima, ni wewe mwenye nguvu na uweza, ni wewe. Wakupewa sifa na utukufu na heshima, ni wewe mwenye nguvu na uweza, ni wewe. Wakupewa sifa na utukufu na heshima, ni wewe mwenye nguvu na uweza, ni wewe. Bwana wakupewa sifa na utukufu na heshima, ni wewe mwenye nguvu na uweza, ni wewe. Bwana wakupewa sifa na utukufu na heshima, ni wewe mwenye nguvu na uweza, ni wewe.
umekuwa ukiomba, Mungu, mpaka lini nitafichika? Ni lini watu watajua kweli nilizaliwa? Ni lini Bwana ya kwamba it takes fire to be manifested. Jesus, when he returned full of the Holy Ghost, in Luke chapter 14, chapter 4 verse 14, ya kwamba inasema news about him spread. He entered fasting for 40 days. Akikuja, he was too much on fire. And after that, news about him spread. Today I came to tell you that news about you will begin to spread in the name of Jesus. And we want to talk to the society around us ambayo iko so frightened na magonjwa ambayo yanaendelea. Nimekuja kuambia there is something that is more real than the sicknesses that are some people that is declared in the air. There is that thing that it's called the fire of the Holy Ghost. It's even more real than the sickness. It's more real. You can be on fire for God until all the fires of this world run away from you. That's why I declare over you in the name of Jesus, fear not. Now wale mna watch wa Ark of Worship na the rest, you can press the share button. Let this impartation go to somebody. Let this message reach somebody else. As we touch the world that is already frightened and scared, we want to let them know that our God is on the throne. We shall not die like chicken. Amen. In the mighty name of Jesus. Amen. We refuse to die like chicken. In the mighty name of Jesus. And I declare over you, you are not dying. We are here with you. We are going to testify of the goodness of the Lord in the land of the living. Yes. May the Lord keep you. May the Lord keep that which concerns you. Amen. In the name of Jesus. On Sunday we have 2 services. Na zinaanza exactly saa 3:30. Exactly saa 3:30 I will kick off the first service. And I will be speaking to you on the same depth ya maombi. And then I will come kwa ibada hiyo ya saa 5:30. And then I will climax with prayer. Believe you me, your life will never remain the same again. God bless you so much. You can send your offering through the lines there. You send your Friday offerings. Because I'm telling you, Bible has said we sow in the morning, in the evening, and in the afternoon. May the Lord bless you and may the Lord keep you.